Karibu tuendelee na sehemu ya 26 ya kipindi chetu cha unabii wa siku za mwisho. Nitasoma ile Mathayo 24 ule mstari wa 45. Nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape chakula watu kwa wakati wake? Hapa Yesu anatoa mfano wa mtumwa, na sio mtumwa tu bali mtumwa mwaminifu, na sio mwaminifu tu mwenye akili. Hapa mtumwa hawezi kukosa uaminifu na akili kisha akabaki kuwa mtumwa mwaminifu. Uaminifu ni tabia ya kimungu, haipatikani kwa adui. Ndiyo maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, iweni werevu kama nyoka na wapole kama hua, yaani Roho Mtakatifu. Werevu wa kiwango cha Ibilisi, japo yeye amekosa upole na ambalo ni tunda la Roho Mtakatifu. Hivyo ameingia katika kundi la wapumbavu, akidhani muumbaji ni sawa na vile alivyoviumba. Hivyo akili hii ya huyu mtumwa lazima iambatane na upole ambao ni tunda la Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu apate nafasi ya kumuongoza mtu huyu kutenda katika njia ambayo inapaswa. Sasa hapa anasemea kwa habari ya majira. Mwamini ni lazima aweze kujua majira, aweze kufahamu kwamba majira haya yumkini Bwana wangu yuko karibu, na akishajua maana yake anaanza kufanya maandalizi ili kwamba Bwana wake akija asimkute katika hali ya kuto kujiandaa. Hapa Yesu Kristo anataka kanisa liweze kujikagua mtu mmoja mmoja, bila kujiungamanisha sana na dhehebu lako na kuacha kumsikiliza Roho Mtakatifu na kujikuta unakutwa katika hali ya kuto kujiandaa. Na kazi ya Roho Mtakatifu ni kutupasha habari ya mambo yajayo. Nikukumbushe tu pia kwamba uchungu unapozidi kwa mwanamke, maana yake mtoto yuko karibu. Ndivyo ilivyo kwa dunia. Bwana wetu Yesu Kristo yuko karibu kurudi. Mwamini sasa na ujitakase. Amen.